Bana, kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba klabu ya Simba baada ya kufika pale kwenye uwanja wa ndege wa Morocco, uwanja wa taifa wa ndege wa Morocco, walichelewa kidogo kutoka pale. Walikaa kwa takriban saa 2 na dakika kadhaa wakisubiri masuala ya ukaguzi wa vifaa vitu mbalimbali by the way ambavyo walienda navyo, na unajua unapoenda kwa nchi za wenzetu ni lazima ukaguzi uweze kufanyika inavyotakiwa, kwa sababu mataifa kama Morocco, Tunisia, Egypt ni mataifa ambayo huwezi kuingia kirahisi. Kwa wakati mwingine lazima ukaguzi ufanyike kwenye kiwango cha juu mpaka wajiridhishe wao wenyewe kwamba wametosheka na ukaguzi ambao wameufanya. Sasa lakini pia kukaa kwa saa 2 la nadhani hapo ndo kwenye maswali mengi kwamba masaa 2 watu wanakagua nini. Sasa ndani ya masaa 2 ni muda ambao ukumbuke Simba wameondoka na wachezaji, mashabiki na watu mbalimbali ambao walikuwepo, wote wamesafiri kwenye ndege moja. Sasa ukaguzi lazima ufanyike kwa watu wote. Kwa hiyo hamwezi kupitishwa tu. Inawezekana kama ingeenda timu yenyewe, ikapita timu yenyewe tu, maana yake ukaguzi usingechukua muda mrefu, kwa sababu wote mnakuwa na zile badge maalum, mnaonekana na mnakuwa kwenye uniform fulani na kila kitu kinakuwa kiko wazi. Hata zile pale mnakuwa na zile badge zile mnazokuaga nazo, wachezaji wanakuaga nazo wamening'iniza. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kidogo. Lakini kwa sababu kwenye ile ndege kulikuwa kuna watu wengine ambao sio wachezaji, maana yake lazima ukaguzi ufanyike kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo kuna uwezekano ukachelewa kutokana na namna ambavyo wataendelea kufanya ukaguzi wao, kwa sababu wanapofanya ule ukaguzi hawaconcede kwamba nyie mmekuja kucheza mechi. Wao wanachokiangalia ni usalama wa taifa lao. Kwa hiyo wao wanachokiangalia ni kufanya ukaguzi kwa usahihi ili kuhakikisha kwamba taifa lao linakuwa salama zaidi. Sasa kinachokidusha kupelekea mpaka Simba wakachelewa sana airport ni kwa sababu kulikuwa kuna watu wengine wengi ambao sio wachezaji ambao pia ukaguzi unachukua muda mrefu. Lakini ukumbuke hawa watu wameenda na ndege maalum. Kwa hiyo pia lazima ukaguzi ufanyike kwa upana, kwa sababu watu wanahofia kwamba inawezekana mmekuja ndio kucheza mechi, lakini kuna mambo mengine ambayo mmekuja nayo ambayo yanaweza kuhatarisha pia usalama wa nchi. Na ndio maana wamekaa airport kwa zaidi ya masaa 2 na dakika kadhaa kuhakikisha kwamba ukaguzi unafanyika vizuri, na wanatoka airport wanaenda kwenye hoteli ambayo wamefikia ili waweze kujiandaa na mchezo ambao wanaenda kuhakikisha kwamba wanawatoa Berkane kwenye mashindano haya ya shirikisho barani Afrika. Nao wanaenda kuwa mabingwa wa mashindano haya kwa mara ya kwanza, ikiwa ni historia kwa timu ya yoyote ya Tanzania au klabu yoyote ya Tanzania kutoa taji la mashindano ya CAF. Haijawahi kutokea. Kwa hiyo kama itatokea, hii ni mara yao ya kwanza, itakuwa pia ni mara ya kwanza kwenye taifa letu. Sasa kwenye vitu ambavyo huwa watu wanaweza kujiuliza ni kuhusiana na figisu ambazo mara nyingi vilabu vya Morocco vimekuwa vikifanya, na moja ya njia ambayo huwa mara nyingi wanaitumia ni pamoja na kuwachelewesha wapinzani airport. Kwa hiyo mnaweza mkacheleweshwa wakati mwingine mkaona kwamba labda mmecheleweshwa tu kwa sababu ya ukaguzi wa masuala mbalimbali labda ya kisheria na vitu vingine kama hivyo, lakini kumbe ni sehemu ambayo watu wanaitumia kama advantage, kwamba mtawekwa pale airport kwa muda mrefu. Mnaweza pia mkatoka pale mkaenda njiani mkakutana na misafara kibao, mkasimamishwa sana barabarani. Kwa hiyo mkajikuta mnatumia siku mzima mpaka mnafika hotelini. Yaani mnazuiliwa kwenye mazingira ambayo wenyewe mnaona kama labda ni shughuli tu za kawaida za kinchi, lakini kumbe ni plani yenyewe kuwachelewesha. Kwa hiyo mnaweza mkashangaa mmecheleweshwa pale, mmetoka mmechelewa, mnakuja mpaka mnafika hotelini, mnakula mmechelewa, mnakosa ule muda wa kufanya maandalizi kwenye siku husika, tayari mnakuwa mmeshaua siku moja. Unaweza kushangaa siku ya pili mnapoenda kufanyia mazoezi mnakuta tena na foleni za hapa na pale, au kunakuwa kuna changamoto zingine, mnafika sababu mnasimamishwa na trafiki, mnasimamishwa sehemu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa mara nyingi vinatokea kwenye mataifa kama haya, lakini kwa sasa ukae ukijua tu kwamba Simba wamekalishwa airport kwa muda wa masaa 2 na dakika kadhaa, na baada ya kutoka hapo airport manake wataondoka moja kwa moja kwenda hotelini ambao watakuwa wamefikia, na baada hapo taratibu zingine za kufanya maandalizi ya mchezo ikiwemo mazoezi na vitu vingine zitaanza kuchukua nafasi. Maombi ni muhimu jamani. Simba ameenda kucheza Uarabuni kule. Mara mwisho Simba ameenda pale dhidi ya Berkane, Simba alifungwa mabao 2-0, na ni mechi ambayo of course kipindi kile Simba ilikuwa na wachezaji wazuri, Chama, Mixon, Ralbwalia, Hassan Dilunga, James Kotei walikuwa kwenye kikosi, John Raphael Boko, Midi Kagere, Chris Mushimba Mugalu. Simba ilikuwa na wachezaji wengi bora sana.
ukiacha hawa wachezaji ambao wako sasa hivi. So tusubiri tuone nini Simba ataenda kukifanya, lakini mambo yanaendelea. Mimi nitaendelea kuwajuza tu. Nipate Instagram kwa jina la Alex Ngereza, na kwenye mitandao yangu yote ya kijamii utanipata kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza kasoro Facebook pekee.